Ni mabadiliko ya kikosi cha Simba au unaweza kusema kikosi cha kwanza cha Simba ambacho kilienda kuanza kwenye mchezo wa hatua ya fainali ya Kombe la Muungano mwaka huu wa 2026 dhidi ya Yanga, watani wa jadi wa timu ya Simba. Kuelekea kwenye mechi hiyo, kocha wa Simba Steve Baka ameweza kutangaza mabadiliko makubwa ukilinganisha na kile kikosi na wale wachezaji ambao waliweza kuanza kwenye mechi dhidi ya Mlandege. Tuliweza kuona sura ngeni, sura mpya nyingi kwenye kikosi cha kwanza. Kuelekea kwenye mchezo wa Yanga, kocha ameweza kutangaza mabadiliko na kikosi cha kwanza cha Simba kwenye mchezo dhidi ya Yanga kitakuwa kama ifuatavyo. Cha msingi ni wewe kuweza kutega sikio na kukaa nami mwanzo mpaka mwisho wa hii video ili niweze kukueleza mabadiliko ambayo kocha Steve Baka ameweza kuyatangaza. Golini kwenye mechi iliyopita alianza Hussein Abeli, lakini kwenye mchezo huu wa Yanga, mchezo ambao una pressure kubwa, mchezo ambao unahitaji mtu ambaye ni mzoefu, tutamhitaji golikipa wa kwanza, golikipa nambari 1 wa timu ya Simba, Mamadou Tanja Kasal kutokea kule nchini Niger. Uzoefu wa kipa huyu ni mkubwa sana ukizingatia yeye ni kipa wa timu ya taifa ya Niger na ameweza kucheza mechi nyingi na ana uzoefu mkubwa sana akiwa langoni, japokuwa ana madhaifu machache. Kwa hiyo kati ya Hussein Abel na Mamadou Tanja Kasal, kocha Steve Baka amechagua kuanza na Mamadou Tanja Kasal kama golikipa wake nambari 1. Kwenye safu ya mabeki kama kawaida Simba wamekuwa wakitumia mabeki wanne, na kwenye mechi iliyopita tuliweza kuona sura ngeni nyingi kwenye kikosi cha kwanza, akiwemo bwana mdogo mwenye kipaji kikubwa Hussein Mbegu. Lakini kwenye mechi dhidi ya Yanga watu wazima wanaenda kuanza pale kati. Tukianza na mabeki wa kati, tutaanza na Ismailia Olivier Tool ambaye yeye kwenye mchezo wa Mlandege aliweza kuingia akitokea benchi baada ya Rushaine De Reuck kwenda kupumzika. Kwa hiyo beki wa kwanza wa kati atakuwa ni Ismailia Olivier Tool na beki wa pili wa kati atakuwa ni Rushaine De Reuck. South Africa huyu watu wanapenda kumuita The Rock, moja kati ya mabeki wazuri sana kwenye ligi yetu kwa hivi sasa ambavyo tunazungumza. Na kwa upande wa pembeni basi tutaweza kuanza na mabeki wawili ambao hawa wamekuwa ni wazuri kwenye masuala mazima ya kushambulia pamoja na masuala mazima ya ulinzi. Upande wa kushoto tutaanza na mzee wa kujitutumua Nixon Clement Kibabage, mmoja kati ya mabeki wazuri wa kushoto kule katika safu ya ulinzi ya Simba. Na upande wa kulia tutaanza na Baba Esther Shomari Kapombe, show me the way, the best right back of all the time in Tanzania, moja kati ya mabeki bora wa muda wote wa kulia kuwahi kucheza kwenye ligi yetu ya hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo upande wa kulia tutaanza na Salum Kapombe aka Baba Esther aka show me the way. Kwa hiyo mabeki wanne wataanza Shomari Kapombe, Rushaine De Reuck, Ismailia Olivier Tool pamoja na Nixon Clement Kibabage. Na upande wa viungo kama kawaida Simba amekuwa akicheza mfumo wa 4-3-3 na katikati amekuwa akitumia viungo watatu kutokana na mechi. Kama ni mechi ngumu huwa anapenda kuanza na viungo wenye sifa ya ukabaji wawili na kiungo mshambuliaji mmoja. Kama ni mechi ya kawaida ama ni mechi rahisi, basi kocha amekuwa akianza na kiungo mkabaji mmoja na viungo washambuliaji wawili, kama ilivyokuwa kwenye mechi dhidi ya Mlandege aliweza kuanza na kiungo mkabaji mmoja ambaye alikuwa ni Alassane Maodo Kante. Kwa kuwa mechi ya Yanga ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu na ni mechi ambayo inahitaji kujilinda na kushambulia kwa targeti ili usiweze kuipoteza mapema, basi kocha ataanza na viungo wakabaji wawili. Kiungo nambari 1 atakuwa ni Yusufu Ali Kagoma ambaye yeye aliweza kuingia kipindi cha pili kwenye mechi dhidi ya Mlandege, na baada ya kuingia aliweza kuwapoteza viungo wa Mlandege akiwemo bwana mdogo mwenye kipaji kikubwa Ozil. Aliweza kupotea baada ya Yusufu Ali Kagoma kuweza kuingia. Kiungo mwingine ambaye atakuwa anasaidiana na Yusufu Ali Kagoma atakuwa ni Alassane Maodo Kante, moja kati ya viungo ambao wako vizuri kwenye masuala mazima ya kupiga pasi, japokuwa na yeye ana madhaifu yake, amekosa spidi. Mungu hajambarikia spidi, kwa hiyo viungo wa chini
watakuwa ni wawili, Alassane Maodo Kante pamoja na Yusuf Kagoma, huku Yusuf Kagoma atakuwa akilinda backline yake na Alassane Maodo Kante atakuwa akifanya movement za box to box midfielder, yani atakuwa kwenye box lake na box la timu pinzani. Na kiungo mshambuliaji atakuwa ni Clatous Chota Chama, mwamba Lusaka Triple C. Aliwafanya vibaya sana wachezaji wa Mlandege pamoja na mabeki, akiwemo beki Okorocha aliweza kupigwa pushi moja akadondoka, na Chama akatoa assist kwa Selemani Mwalimu na akaiweza kuandikia Simba goli la kwanza kwenye mchezo dhidi ya Mlandege. Kwa hiyo Chama ataanza kama kiungo mshambuliaji na viungo watakuwa ni watatu. Chama Clatous, mwamba wa Lusaka, mmoja kati ya viungo bora sana kwenye ligi yetu. Bwana Kagoma, kiungo mkabaji mzuri kabisa huyu, na bila kumsahau Alassane Maodo Kante, moja kati ya viungo ambao wanajua sana kuweza kupiga pasi. Na katika safu ya mbele, kuna mechi iliyopita tuliweza kuona sura ngeni nyingi, akiwemo bwana mdogo Bashiri, akiwemo Bajaber kutoka kule nchini Kenya, kutoka katika timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars. Bajaber aliweza kuanza na Elie Mpanzu Kibisawala, na yeye aliweza kuanza kama false number 9. Na kule mbele sasa tutaweza kuanza na Anicet Oura katika upande wa kulia kama namba 7, moja kati ya watu ambao wanacheza mpira kama anacheza mziki. Ni mtu ambaye anavutia sana kumtazama, the way anavyocheza, the way anavyofanya skills, the way anavyopiga chenga. Ni moja kati ya wachezaji ambao wako vizuri sana katika eneo lile la upande wa kulia. Ataanza Anicet Oura, moja kati ya wachezaji wazuri sana kwenye ligi yetu. Na upande wa kushoto ataanza Ribase Gueye, moja kati ya washambuliaji ambao wana energy, wanakimbia, wanajua ni namna gani ya kuweza kuitunza mali. Kwa hiyo kule upande wa kushoto ataanza kijana mdogo Ribase Gueye kutokea kule nchini Senegal. Na katikati kwenye eneo zima la ushambuliaji, kuna hiyo mechi ina uhakika wa 99% mabadiliko. Hataanza Selemani Mwalimu kama ambavyo imekuwa ikizoleka siku zote. Amekuwa akianza Selemani Mwalimu pale kati. Sasa kwenye mechi hii ataanza Elie Mpanzu Kibisawala, moja kati ya wachezaji ambao wako vizuri sana kwenye masuala mazima ya kufungua, masuala mazima ya kukaa kwenye nafasi. Anajua sana namna gani aweze kujiposition, kujiweka katika nafasi nzuri ili viungo waweze kumpasia pasi na aweze kufunga magoli. Kitu ambacho atakuwa kimprove Elie Mpanzu ni finishing yake. Finishing yake kiukweli, kiuhalisia imekuwa ni poa kidogo. Kwa hiyo Elie Mpanzu ili aweze kufit kama number 9, kama force number 9, anatakiwa kuimprove finishing yake, na sabu yake itakuwa ni Selemani Mwalimu, na mtu mwingine ambaye anaweza kuingia kama sabu kwenda kuweza kubadilisha mpira, kuweza kubadilisha tempo nzima ni Nio Gift Mahema, moja kati ya viungo ambao wanaweza kupiga pasi vizuri. Mimi naweza nikamuita kiungo AI kwa sababu anaskani sana eneo zima la uwanja. Mtu mwingine anaweza kuingia ili aweze kubadilisha mchezo ni Moresi Abraham, kwa sababu yeye anajua ni namna gani kuweza kuifanya timu move kutoka chini kuelekea juu. Bwana, mimi niseme sina la ziada. Hicho ndicho kikosi cha Simba ambacho kinaweza kwenda kuanza kwenye mchezo dhidi ya Yanga kwa mujibu wa kocha wa Simba Steve Baka. Kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami presenter wako siku zote Rich Mo TZ. Niseme ya kwamba sina la ziada mpaka wakati mwingine. Bye bye.